Karibu na ujambo ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV katika kile kipindi cha jamii na maendeleo. Ni kawaida yetu kupita kata kwa kata ambazo zinapatikana jijini Baraka ili mradi kukujuza na kukuletea namna gani Baraka inavyozidi kubadilika leo hadi kesho. Na leo tumepata nafasi ya kutembelea moja kati ya kata na ilikuwa inaitwa zamani kipenzi zile ilikuwa inaitwa Acholongo. Nadhani wengi wanaona hilo jina geni sana, ila kwa wakaaji wa hapa ambako nipo sehemu inaitwa sasa hivi Kalinga Side, ndivyo ilivyokuwa inaitwa zamani Acholongo. Na kwa mengi na zaidi tutapata nafasi ya kuongea na mama ambaye ni msaidizi wa viongozi wa serikali za mtaa, kwa sababu kiongozi wake tulimkuta yupo, na kuchukua baadhi ya maoni ya kijana na vijana ambao wanapatikana ndani ya kata hili la Kalinga Side ili kujua namna gani watu wanavyozidi kuendelea. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Karibu mama. Asante sana. Habari ya saa hizi? Salama. Familia je? Haijambo. Mambo yako vizuri? Salama kabisa. Asante sana. Labda watu wanataka wajue kuhusu mabadiliko na maendeleo tunavyozidi kupiga hatua leo na kesho kuhusu kata letu la Kalinga Nord. Mabadiliko ya Kalinga Side. Side voila, samahani, Kalinga Side. Mabadiliko ya Kalinga Side. Tunaona inabadilika kidogo. Kwa ajili ujenzi tunaanza ona mabadiliko kwanza ya manyumba. Ndio mabadiliko kidogo yenye kuwa hako. Alafu kuongezeka ya watu wanaongezeka zaidi kuzidia nyumba. Ndio tunaona mabadiliko gisi yenye iko ile. Labda kuhusu biashara, kupata mabotike, mkartie kuwa na mahoteli za watu kulala, masomo, mambo tu mengi tunaweza kusema kidogo yamebadilika. Ni vitu ambavyo tulikuwa tuvioni zamani, ila kwa sasa vipi? Mabadiliko yenye tumeona kupitia masomo, makartie ilikuwa ikuaki. Lakini kwa leo mkartie mnakuwa masomo, hoteli zinakuwa, ndio mabadiliko yenye kuwa hako ya mpya. Labda ni kitu gani ambacho unahisi akipo, labda kile kitu kingekuepo watu wangezidi kuwa na maendeleo kuliko haya ambayo tuko na yaishi sasa hivi? Kitu yenye naweza asia ni juu ya madepo. Baraka depo zingali kidogo na watu ni wengi zaidi. Hizi depo za chakula Kalinga Side tunahangaika zaidi. Sasa vile mkartie yangu hamna hata depo moja. Sasa ile ni tatizo. Kasoko mengine kasoko hamna, sina kasoko mkartie. Sasa hivyo ni vitu ambavyo raia wao pekee wao ndio wanaweza wakabuni kucreate vitu juu watu wasikuwa na hangaika sana. Tofauti na hizo, labda kuna changamoto nyingine yoyote ambayo inasumbua wakaaji wa Kalinga Side? Ndio, wakaaji wa Kalinga Side wanasumbuliwa kwa ajili wakati ya kibuni kasoko kake kukartie yake, unakutanisha sasa inakuwa ni soko ya serikali. Kila mtu anakuwa analeta mataksi zake. Utatoza hivi, unakutanisha niko na mtaji wa 1000 francs. Sasa ile mtaji ya 1000 francs kurangua bigozi ya unga tena na mimi nikie kuitosha. Ile soko itaendelea? Ndo maendeleo hamna. Na wanasema baadhi zingine karche kuna vijana wachapakazi, pia vijana wakiwa wapambanaji wakijituma sana, lazima ile shosho yale maendeleo mgini kwa na jasho inakuaga. Hatujui vijana wa Kalinga Nord je wanasifika kwa tabia hizo kufanya kazi, au kuna zingine tabia ambazo wanasifika kuwa nazo za uvivu za kutokufanya kazi, ili mradi kuleta maendeleo katika jamii na maendeleo yetu iinuke zaidi kuliko vile ilivyokuwa zamani. Watoto wa Kalinga Side kwa kweli wanatumika kazi. Watoto wa Kalinga Side wanatumika kazi zaidi, lakini pesa ndo hamna. Pesa wapati, wanaweza kutumikie mtu kazi kisha ule mtu anamdhulumu. Ile haijakuwa maendeleo. Labda kwa kumalizia, ulikuwa na kipi cha kuambia serikali? Kipi serikali inaweza kuwasaidia ili tuzidi kuona maendeleo zaidi mno kuliko yale ambayo tulikuwa tunayaishi maisha ya zamani na leo na hata kesho Mungu akituweka bora uzima? Tunaambia serikali watoto ni wengi wenye kusoma. Watoto wako na madiplome manyumba. Lakini kazi kwa leo inakuwa mimi nikikuwa kwenye kiti naenda kuita familia yangu. Sasa wale wengine wenyewe walisomesha, watoto wataenda wapi? Watageuka kuwa wamwizi. Na ndio maana wizi huko mingi makartie. Haya, asante sana bwana journaliste.
Kwa majina naitwa Jacques Monga Mishimba. Ndio. Mkaaji wa Kalinga City. Labda Kalinga miaka mitatu, miaka minne, za miaka mitano ya kupita Kalinga nyuma hapo, kuna kipindi kile ilikuwa ingana inaitwa kama village chef de quartier, alikuwa anaitwa village ndio. Village Kalinga. Village Kalinga. Quartier ya Cholongo. Ndio. Labda tupe historia kidogo hapo nyuma hapo, ilikuwa vipi? Ilikuwa inaitwa vipi mpaka leo tunafikia tu Kalinga City? Asante sana. Kwa kurudia nyuma, tunafanya allusion ya miaka iliyopita na miaka ambayo tunakuwa kwa sasa. Ndiyo. Kuna kautofauti kidogo kipindi ya nyuma na kipindi ya sasa. Kumiaka ambayo iliyopita tunaanza kuanzia 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Bo, Kalinga ilikuwa iko nyuma sana kimaendeleo. Na miaka hiyo ulisema ilikuwa inaitwa nini? Miaka ile ilikuwa inaitwa Acholongo. Acholongono. Acholongo. 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 Ndio. Ni Kibembe? Yes, ni Kibembe. Acholongo. Ni Kibembe. Sawa, mwaka gani ikaanza kuitwa Kalinga City? Yaani Acholongo ilikuwa ndani ya village ya Kalinga City. Ndio. Yaani Kalinga City ilikuwa ni village. Ni village ambayo ilikuwa inaangalia Acholongo. Yaani Acholongo ni quartier. Na tukiangalia kata nyingi sasa hivi zinaendelea kupiga hatua, sijui huku kwenu vipi, huku kwenu nako pako vipi kuhusu ujenzi, watu kuongezeka na kadhalika, kwa sababu maendeleo sio mpaka ujenzi, kunaweza kuongezeka watu wasiongezeke paka ongezeka majumba ya kifahari, mambo kama nayo. Sijui Kalinga City iko vipi kuhusu upande wa maendeleo, ujenzi, watu kuongezeka na changement de mentalité ya watu? Mbo, asante sana. Kufatana na muongezeko wa watu, kuna tofauti fulani ambayo tunaendelea kutizama. Sawa kama vile nilivyo kusema kipindi ya nyuma, mbo kimajengo kunaongezeka majengo kidogo kuliko watu. Yaani watu ndio wanaongezeka wengi. Watu ndio wanaongezeka wengi kuliko majengo. Kwa sababu tunapotazama majengo, utakuta majengo mingi iko ile ya zamani tu. Maana hivi tukitembea Kalinga City tunaweza tukapata hata bahati ya kuona nyumba 15 za nyasi. Yaani kuona nyumba 15 za nyasi ni tofauti na kuona nyumba za kifahari ambazo zinaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Kwa hivyo tukipiga hesabu, tunaweza tukahesabu nyumba za kifahari, kusema Kalinga City hamwezi kufika hata nyumba 15 za kifahari zenye kuwa na muonekano wa kisasa, nyumba ambazo ziko zinajengwa kisasa tofauti na kata zingine, gorofa, toshuhudia kuna gorofa, nyumba za kifahari kama hizi haziwezi kufika hata 20. Mbo, hapo nakupatia kwanza mfano kwenye avenue yangu hii, avenue Msafiri. Tukianza mwanzo chini ya barabara hadi juu ya barabara pale, yani tukihesabia nyumba ambazo zilizoongezeka kwenye msimu huu, haiwezi pita nyumba 10. Haiwezi pita nyumba 10. Hapana, au nyumba 8 haiwezi kazidi. Yani ikikuwa nyingi zaidi sana, inapaswa kuwa 3. Kuhusu avenue zingine jirani kadhalika za kata nzima, kwa sababu ni kijana watembea kona zote, watakao ujue mji uko vipi. Kwanza kipindi ile nilikuwa president wa jeunesse wa Kalinga City. Yani kimaendeleo kabisa, kimajengo hakuna manyumba. Hakuna. Watu wanaendelea kuongezeka tofauti ya manyumba. Yani tukisema twende kabisa kuma infrastructure, muongezeko wa manyumba hakuna. Kuongezeka ya watu ndio watu wanaendelea kuongezeka tofauti na kipindi kile cha zamani, sababu chao ilikuwa ikizuka. Yani watu walikuwa wanahofia kujenga, watu wakijenge na wanafikiria labda watapigwa konza. Ile ilikuwa chanjo kwanza kabisa ya Kalinga hii. Yani ulozi ilikuwa mingi kipindi kile ndio, na ilisababisha kutokuongezeka ya manyumba na kutokuongezeka ya watu. Lakini kipindi hii ya modernization ambayo tunaingia hemo, ndio inatupatia fursa ya muongezeko ya watu. Lakini manyumba kabisa ni 1 kwa 10
iko nenda inabadilika siku kwa siku. Labda tugusie hapo sasa, kama sasa hivi tuko kwenye wakati mzuri, wakati ambao ni wakati wa kisasa, watu wanatakiwa kujenga, lakini nyinyi kama vile vijana wa Kalinga Seed hamjaanza kuona watu kujipiga sana kujenga. Yaani kusema hata shule pia hazijajengwa, hata shule zimejengwa. Yaani tunazungumzia baadhi ya vitu ambavyo kidogo vimebadilika, ambavyo vina muonekano wa kisasa. Kwa 100%, wewe unaweza kaipa Kalinga Seed asilimia ngapi za kujengwa na asilimia ngapi za kutokujengwa? Ipi unaweza kaipa asilimia nyingi sana kati ya kujengwa na kutokujengwa? Bo, kufatana na nombre ya pourcentage ambayo naweza kupatia Kalinga hii yetu hapa, majengo nampa 1%. 1%. Yani kimajengo kabisa Kalinga na naipatia 9.9 yote kabisa imezama chini ya maji. Sawa, tunaona kuna watu ambao wako nje, wako wanajenga masemo ambako walitoka, labda Kalinga Noro. Hakuna watu ambao waliwahi kwenda manje. Sasa vile watu wa diaspora, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya nyumba ambazo zimejengwa Baraka, kuna asilimia kutosha sana ambayo imewekezwa na watu wa diaspora. Sijui Kalinga Seed nayo vipi? Haina watoto ambao wako nje, haina wafanya biashara, au ndio tunasemaga wanabakilia maisha ya Luyalo kutokujipanga ili tuone imejengwa kama kata zingine? Asante sana. Kufatana na majenzi ya watu ambao wanaishi nje wa diaspora, watu wa diaspora kuwekeza kwa kujenga huku kwetu, au watu wengine, yani nataka kupata kwanza mfano. Yani kama vile hapa kwetu kuna mijengo mbili za watu wa Ulaya ambao wanajenga, mmoja hapo chini, nyingine pale juu. Ndio tofauti na zile ya kuna. Mbona wao wakogopa kwamba watarogwa wakainvest wakaamua kujenga kwa sababu ni kwao, ama zilikuwa ni akili za watu wa hapa, watu wa Kalinga Noro kipindi kile walikuwa wajitumi sana kujenga, wao wanaweka kizingizio kwamba wanahofia watamwagwa damu, watakufa, watarogwa, vitu kama hivyo? Kipindi kile cha zamani asili ilikuwa inatambaa zaidi kuliko hivi, sababu gizi tunaingia mu modernisation iko kama vile ilienda affecte asili ilienda kanyagiwa kipindi. Sasa tunaingia modernisation, na ndio maana kila mtu anaanza kuwa na ile shauku ya kujenga, ya kuja kuikaa na kadhalika. Vipi kuhusu hali ya usalama? Unajua kila kata wanajivunia sisi afadhali kidogo, kuna kata zingine wanasema sisi hivi afadhali. Usalama uko aina nyingi, labda kuna kusumbuliwa sana na wezi, kuna kusumbuliwa pia na mambo mengi tu. Yani tukizungumzia usalama kwa jumla, security vipi? Asante sana. Tukizungumzia mambo ya usalama, usalama yuko chini zaidi sana kwenye hatua zote zile. Tukianza kwa nyumba 10 ndio kwenye mwanzo ya usalama inaanzia, ndio mpaka tufike kwenye Avenue des Quartiers mpaka kumeri ya Baraka. Yani usalama uko chini. Sababu gani? Tunapokea wageni, lakini watu ambao wanaohifadhi wageni kwenye manyumba zao hawaendi kuripotia idadi ya wageni ambao wanapokea. Ili kwanza inaharibu kwanza usalama wetu. Ndio. Ya pili, kiusalama kuhusu majeshi polisi ambao wanafanya doria usiku, kunanyanyasa watu kuliko kusauvegarder mtu kwa kumupatia samani na kumupatia usalama wa nchi, anakuwa wa kwanza kunyanyasa tena mkongomani mwenzio. Ile nayo haiwezi, inachangia kwa kuharibu usalama, sababu usalama wa kwanza inaanza kwa raia. Na kipindi raia anaanza kunyanyasika, usalama pale inaweza kupotea, sababu raia ataficha adui wa kutuangamiza, na wewe serikali kama ulianza kimbilia kutunyanyasa sisi, na sisi ndio tunahifadhi wale wa adui, itakuwa vigumu kwa serikali kukagua adui ni nani na raia ni nani, itampatia shauku. Kalinga Seed wamekwambia kwamba kuhusu masuala ya ujenzi si sana, yani kuhusu mijengo kujengwa kifahari haiongezeki sana kama vile idadi ya watu kuongezeka, na mwenyewe unajua watu wakizidi kuongezeka hivyo kuna kuaga kamata ya mambo mengi sana huwa yanapitia watu. Tukisema kwamba watu wako wanapokea wageni alafu wasiwabebe kwa nyumba 10
kwa Daveni, unafikiria ni watu gani ambao wanatakiwa kulaumiwa kuhusu hiyo pointi? Wale watu ambao wanapokea wageni, aidha ni wale viongozi ndio hawataki kufuatilia wenyeji na wapangaji ambao wanapokea wageni wao alafu asije kuwaorozesha, kwa sababu kesho pakitokea tatizo mwanzo au mwisho inaweza kaleta gumzo sana kwa viongozi aza kwa serikali ambao wanasikia serikali za mtandao tunaita nyumba 10 chef Daveni na de quartier. Sasa wanani wanatakiwa kulaumiwa kwa wale ambao wanapokea wageni wasiwalete kwa de quartier, aidha de quartier kutokufuatilia wageni ambao wanapokelewa na watu wao? Asante sana bwana journalist. Hapo nitatosha mwangaza kidogo. Ndiyo. Mtu wa kwanza ambaye tunapasha kumlaumia ni meya wa jiji na zile services za renseignement. Ndio. Sababu kama meya wa jiji anashindwa kuetablir security ya mwingine, ndio nyumba 10 hawezi kuwa na mamlaka wala hawezi kujipatia madaraka ya kuanza fuatilia mambo za usalama, kipindi meya wa jiji mwenyewe kwanza anashindwa na kufuatilia mambo ya usalama kwenye mji wake. Kwa hiyo ningipendekeza kwa meya wa jiji na services za renseignement, meya wa jiji ikale chini na zile ma service baikale chini, baangalie namna gani banaweza kuetablir security ya mzuri juu bale batu ambao tunahifadhi kwa nyumba zetu, ba nyumba 10 bao nile shauku ya kuanza kurepotia kuzile ofisi husika na mambo ya usalama. Kipindi kama mgeni anaingia na kuenda kurepotiwa na nyumba 10, pale vile usalama hawezi kuwa na meya wa jiji atashindwa. Sawa, labda kuna lingine ambalo ungependekeza la kumalizia kwa wale ambao wanakutazama kupitia Tanganyika TV, kwa sababu changamoto ziko nyingi na kila mmoja ana zake. Sijui labda kuna changamoto zingine ambazo wakaaji tunazozipitia kwa jumla kama maji, umeme. Kukosa umeme kwetu tushaelewa ni kawaida, labda tofauti na hivyo kuna zingine changamoto ambazo wenda ungeongea watu wapate nafasi ya kuelewa tulikuwa tunaongelea hiki katika jamii na maendeleo. Asante sana. Kuhusu maji, yani maji na ofisi ambayo inahusika na maji, Regideso namupatia 3%, sababu kipindi ya zamani na kipindi ya sasa inakuwa tofauti. Sababu kipindi maji ilikuwa ikikosekana kwenye mji wetu wa Baraka, ugonjwa wa kolera ilikuwa inazuka sana, watu walikufa, waliteketea na ugonjwa wa kolera. Sasa hivi kipindi gisi serikali iliamua kuleta Regideso ikajikaza kufanya mainstallation na kuimplanter mai sehemu tofauti, kunakuwa equilibre ya maji. Yani maji, ukosefu wa maji kabisa haupo kama vile zamani. Kwa nini tusiwape 10%? Kwa sababu wamepunguza kipindupindu, tumewapa 3%. Na maana bado maji nayo pia yanasumbua chini au kama nilipana asilimia, kama nilimupa Regideso 3%, ni sababu si kila nyumba yote ambayo kutapatikana ile robinet. Utakuta ku robinet moja kuna watu zaidi ya 30. Robinet moja kuna zaidi ya watu 50, na inaleta usumbufu. Yani kwa kusema eti tukue na maji yenye iko kamili kwa hii muda haitakuwepo. Ndio maana nilimupa 3%, sababu ile maji kwanza nusu haikosekani. Tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana journalist. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini,
Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirekta wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.